amen, amen. Inua mkono wako moja namna hii. Hakuna kitu kizuri kama kumwambia Mungu ile haja ya moyo wako, yale matamanio ya moyo wako, ile shauku ya moyo wako. Mungu ni mwaminifu, kumbuka hana upendeleo kama sisi wanadamu. Mungu anakujua, anakujali, anakuhitaji. Mna ujieleze na yuko tayari kukuhudumia. Inua mkono wako, twende tuseme neno kwa Mungu. Lihimidiwe jina lako Jehova, Mungu uliye hai. Uliye hai Yahweh, uliye hai El Shaddai, uliye hai peke yako, muumba misho ya dunia, peke yako ambaye maserafi na makerubi wanaanguka mbele zako wakizitupa taji zao na kusema wastahili, wastahili wewe uketie mahali pa juu. Mungu palipoinuka unayezungukwa na sifa za maserafi na makerubi Baba, na wale wazee 24 wanatupa taji zao wakisema ni wewe peke yako, peke yako, peke yako, peke yako, mwana kondoo uliyeshinda, peke yako Baba, peke yako mfalme wa amani, peke yako ambayo dunia imejaa sifa zako, imejaa matendo yako, yako mengi ambayo hata sayansi za wanadamu zimekoma. Enamoremo hivyo sandara na kukusa, peke yako Yesu wa Nazareti, Mungu ishie milele. Tamaraki Baba, tukoitwa tamaraki, mfalme wa amani, kalifurahie kusanyiko Baba, ajiria chakula kinachotakiwa kwa majira na nyakati tulizo nazo, maana wewe ni Yahweh, wewe ni Jehova, wewe ni Baba, wewe ni mganga, wewe ni tabibu, wewe ni mponyaji, wewe ni afya yetu, wewe ni uzima wetu, wewe ni baraka zetu, wewe ni mkate wa uzima. Etanare korobosebo Yesu, peke yako, peke yako, peke yako kwenye giza, wewe ni nuru, peke yako jangwani, wewe ni maji ya uzima, peke yako Baba, peke yako. Ninaalika uwepo wako, ninaalika nguvu zako, ninaalika hekima yako, tuelekeze, tufundishe, tushauri, tupe neema ya kukuelewa katika nguvu na katika uweza wa Roho Mtakatifu. Sema nasi, tuko tayari kukusikia, ndio maana tumekuja. Katika jina lako takatifu Mungu tunaomba, wote tuseme amen. Amen, amen. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mnaopendwa na Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Tunaosafiri kwenda mbinguni, Bwana Yesu asifiwe. Mlio na uzima na uhai, Bwana Yesu asifiwe. Mliopendelewa na Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisalimia namna hii, salimia namna hii, salimia namna hii, salimia namna hii. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Watakatifu, jina la Bwana libarikiwe. Umeona nilivyosema katujaze mbele. Sasa mtu akija mbele anaweza kukugonga hata hapo. Wala usiache viti. Umeona hata hivyo viko wazi. Viko wazi. Naomba wengine waje wakae moja kwa moja hapa ili mimi ninapoongea nipate utulivu. Naomba sana sana. Hakuna kitu kigumu kama mtu anapita mbele alafu naongea. Ni ngumu kweli, unaweza kupoteza mwelekeo. Kwa sio kwamba tunawasumbua nyewe watu wazima kuwanyanyua. Tunaomba sana sana alafu mbele hao waheshimiwa wao wanakaa hata katikati pale. Wakikaa sana mbele, wakati mwingine wanaanza kucheza, unakuta watu wanaangalia watoto, message inapita. Kwa hiyo tunahitaji kuzijua hila za adui kwa namna yake sana. Tuwe makini, naomba tawahudumu mwe makini sana na watoto. Mungu awasaidie. Tunafunga mwaka wapendwa, ni neema tumefika. Ni neema tumefika. Ameni. Mwambie jirani yako ni neema tumefika. Ameni, ameni. Ninatamani kesho Mungu akitusaidia tufike, tutazungumza kidogo. Tunafungaje mwaka na tunafunguaje mwaka? Salimia namna hii, salimia namna hii. Wakati mwingine silaumu sana watu, lakini inawezekana pia mimi binafsi nimejikuta kuna mambo mengine kama mchungaji, wakati mwingine tumesahau kuona umuhimu wake, namna ya kufunga mwaka na kufungua mwaka. Kwa nini nasema hivyo? Tuna Wakristo wanafunga mwaka kwa nguvu zingine na kufungua mwaka kwa nguvu zingine. Nani Wakristo wako kanisa? Usione watu wanasafiri kwenda makwao. Si kila mtu anaenda kula sherehe. Maana na mimi huwa nasafiri, na bahati nzuri baadhi ya mikoa nimefika kwao. Ninaelewa kinachofanyika. Kuna wengine tumebadilisha gia juu.
yaani tumechange gia angani. Wameenda kwa kufanya ibada hii, Mungu akatupa neema kuwabadilisha, kuwaleta kwa Mungu aliye hai. Kwa nini ninachoongea ninakielewa? Huwezi amini familia moja inaenda kufanya ibada kwao kinyume na Mungu aliye hai, alafu wana sadaka milioni 21. Familia moja, si milioni 21, milioni 25. Familia hii tulipobadili mazingira tukasema zile sadaka zileteni kwa Mungu aliye hai. Mpaka mchungaji akasema inabidi tufanye kitu hapa usharikani, tujenge kitu cha ukumbusho. Maana hawakutarajia, hawakufikiria kuna namna ya kufunga mahesabu na Mungu, kufungua mahesabu na Mungu. Tunaweza tukafanya na ukayaona matokeo. Tuko pamoja kanisa? Mimi ni shahidi na nimeona matokeo. Mwaka jana nilifunga mwaka nikiwa Ntaba na nikafungua mwaka Ntaba. Waliniomba nifanye ibada na vile nilivyomwambia Mungu anifanyie, amenifanyia. Na nimeziona hata watu wa Ntaba. Nikasema siku moja nitamwambia mmoja, njoo nitembelee, maana tulipatana. Kila mtu afanye kwa uaminifu mbele za Bwana. Watu walitoa sadaka wakafanya nini? Mwaka juzi nilifanya kitu hicho kule Boda. Watu walitoa sadaka kuliko maelezo. Yaani wezi amini, kundi tu watu wachache. Bandu walikomile ni ng'ombe, nguruwe. Na ilikuwa ni fellowship tu. Yule kiongozi akasema, mchungaji, hata kama unasema madhabahuni hatutakiwi. Hebu vije, sijawahi kuona mimi sadaka za namna hii. Vije madhabahuni. Nguruwe zaliswile. Nguruwe tukauza mpaka vingine vikabaki. Na ng'ombe wakaletwa. Sasa nilishangaa sana. Mtu mmoja ambaye alikwepa akaniambia twende na nyumbani mchungaji ukaombe. Akatoa ndama mdogo, alikuwa bado hajaacha kunyonya. Akasema namtoa, maana ndio nilichokuhusu, lakini ndio ng'ombe pekee anayetusaidia, ila namtoa. Nataka Mungu anisaidie, niko nakupa hela za kufanyia biashara. Mungu anipe mtaji wa kwangu. Unaweza kaelewa mtu aliyekuwa nakupa milioni 2, milioni 3. Unamaliza mwaka, tunaingia mwaka mwingine, ana mtaji wa kwake milioni 8. Ana mtaji wa kwake. Nimetaja maeneo na hawa wana rekodi, sio vitu vya kufikirika. Huyo mtu yuko Boda hii ya Malawi. Ana mtaji wa kwake milioni 8. Akasema sio tu na mtaji, nimenunua na pikipiki mchungaji. Naendelea hii jinga, naulile ni pikipiki. Alishuhudia kwa machozi sana. Amen, 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 amen kanisa. Amen, amen, amen kanisa. Salimia namna hii, salimia namna hii, salimia namna hii. Ninatamani niseme tunahitaji kufunga mwaka kwa ajili ya Bwana na tufungue mwaka kwa ajili ya Bwana. Amen. Tuko pamoja kanisa? Amen. Tuko pamoja kanisa? Amen. Tuko pamoja kanisa? Amen. Bila kukumbuka masi yetu wanaenda kwenye makaburi, wanaenda kwenye mapango, wanaenda kwenye milima. Sisi tutakwenda Getsemani huko Yesu alikoacha. Tutakwenda msalabani kwa Mungu. Inawezekana. Ni swala la kuamini. Amen, 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 amen. Ni swala la imani tu. Jina la Bwana libarikiwe. Shika mkono jirani yako, msalimie sasa, msalimie. Mwambie tuendelee na semina. Mwambie tunaendelea na semina. Mwambie tunaendelea na semina. Mwambie acha kuwaza vya nyumbani, tutavikuta salama tu. Amen, 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 amen. Mwambie kunjurua sura, mtumishi aongee, usimtishie. Mwambie kunjurua sura, tusitishiane, tuko kanisani. Amen, 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 amen. Tusalimiane tena hewani namna hii. Ndio. Jana tulikuwa tuna pointi yetu moja inasema badili huzuni yako kuwa furaha iliyojaa nini? Mambo mazuri mapya uliokusudiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Mambo mazuri mapya uliofanya nini? Uliokusudiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Watumishi wengine wamediriki kusema wanapofundisha somo la kufanikiwa katika maisha ya mwanadamu, kubarikiwa, kuona unasogea, wanasema sio swala la muujiza. Amen, amen, amen. Mafanikio sio nini? Sio muujiza. Kuna maandalizi yake. Jina la Bwana libarikiwe. Maandalizi mojawapo ni kukubali kwenye ufahamu wangu na ufahamu wa kwako, kukubali mabadiliko. Jina la Bwana libarikiwe. Kukubali nini? Mabadiliko. Kukubali mabadiliko. Ukikubali mabadiliko ndivyo ambavyo unaweza ukapata mafanikio. Unakubali mabadiliko, unakuwa mtu wa kuwa na maamuzi magumu, lakini uruhusu ubongo wako upokee mambo mapya. Unajua vitu vinavyotukwamisha ni vile nilivyozoea kwa mzee wangu Ambwene Mwaliaje kule kijijini analimaje.
Kwa naendelea na kilimo kile kile nilichokuwa nalima kwa mzee Mwaliaji. Kama alikuwa tunalima bila kuweka mbolea, hicho hicho. Ndio maana wengine wanacheka nikwambia kuna watu wanapanda mahindi, watu wanapanda migadi. Kila mwaka yeye anapanda migadi, kila mwaka. Mpaka wanafunzi wamelikalili shamba. Anasema lile pale ndio tunakuwa na migadi, lile. Atiku ganura. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Manake mtu hajakubali mabadiliko. Tuko pamoja kanisa? Hajakubali nini? Mabadiliko. Hajaruhusu bongo wake kupokea mambo mapya. Amen kanisa. Amen asimamia maono. Yaani kwa lugha nyingine anaishi bila kuwa na maono. Hivi unajua kuna watu wanaishi bila maono? Bila sisi washagisha kuomba sio silasi. Hana maono. Siwoni kisa kuomba silasi kuomba kijaji umishimu sawa. Yaani hana anapotaka kwenda, hana anapotoka. Mshika mkono jana kwa Mungu umenuna sana. Huna maono nini? Tikisa kidogo. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Wakati mwingine tunafikiri kuna wachawi, kumbe mimi mwenyewe ndio mchawi. Yaani nikadepike ile basi ndio maono hayo. Baka tunabaki na story kwa halipu vya akili vya kulia vya akili kaje kana sasa mwe. Ndio duniani kwa ajili ya kujaza tumbo. Kokotoliro malise ubalina maono yako kama likile Rwanda. Tikisa kidogo, tikisa hata kama amenuna usoni. Mwambie tikisika mpaka huko ndani. Tusalimiane namna hii. Amen. Yaani mimi nakuhakikishia wiki hili tunatindua rafiki yangu. Tunatindua kabisa. Aisee, mwakani ni shuhuda kwa kwenda mbele. Nilitoka hapa nimeenda pale. Nilikuwa hivi niko hivi. Amen. Na mimi nikisema sikoseagi. Tena hata nikisahau Roho Mtakatifu mwaminifu ananikumbusha. Ulisema sasa na furaha. Kwa hiyo anajiumiza mwili wakati mwingine kusimamia nilichokisema. Nilikisema kwa wengine, sio wengine anapiga hatua na funensiele ndurele katika sujud wake kwa mwangalili. Ikilika kitana lile Joana aliyembo. Na nakulaga uji wa mahindi mateke uliopoa. Wewe hata uji wa mahindi makavu ukipoa haushuki. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Badili huzuni yako. Hakuna kitu kibaya nilikwambia jana, moja wapo ya huzuni zikikaa kwenye moyo zinaharibu dira yako. Zinaharibu maono yako. Ngoja nikwambie wale waliowahi kupata misiba mizito kwenye maisha yao. Unaweza kukubaliana na mimi, wengine mwaka huo kama ni mkulima, unakuta mwaka hajalima. Nini anasema wewe? Kama ni kutina aferiwe. Na alipakulira, hatukatai kweli. Kulina na Mungu. Kule miezi mirenga kana sasa. Una msiba miezi mingapi? Na unaweza kukuta kwamba si hata umeachiwa watoto. Uwe mwanamke, uwe mwanaume. Uwe mtoto amekufa wazazi. Sio swala kupoteza dira, kupoteza mwelekeo. Lakini nini kinatufanya tukose mwelekeo? Huzuni iliyopitiliza. Amen kanisa. Sasa mchungaji Kioma ni jasiri tu anaongea tu. Hajawahi fiwa. Nimewahi fiwa mimi niliondoka na kudondoka waliniokota. Kwa unajua gharama ya msiba ya huzuni na ielewa. Halafu sikujua kama nimedondoka. Wameniokota ndio wananipukuta. Pesa pole. Tusifikiri wakati sijawa mtumishi. Nikiwa mtumishi hivi. Miaka ya 90 na nilipofiwa na mamangu mzazi. Usikujua nimebeba huzuni kupita kiasi. Na kweli alikuwa rafiki, alikuwa mama rafiki. Sio mama tu, mama rafiki. Wanaotoka Masebe wanaelewa, mwingine yuko hapa anacheka. Alikuwa mama rafiki sana. Kwa nikabeba ile huzuni ya moyo. Niko pale maana nilikuwa katibu wa wanawake jimbo la Mano pale. Wakati wajaunganisha kwa jimbo moja. Nimetoka ofisini na shuka niende pale Ruangwa, wako ndio nilikuwa naishi. Nateremka. Sio kwamba niteleza. Mpaka saa hiyo ukiniuliza nilidondokaje sijajua. Ila nikuja kushangaa watu wananipukuta vumbi. Ninaposema ondoa huzuni, ninaeleza kitu ambacho nimekiishi. Ninajua madhara yake. Kila kitu kichwani kinachafunwa. Kila kitu kichwani kinapotea. Hujawahi ona ukilia sana. Utesumu kumbiri kukuti. Unapepesuka mwili, nguvu hamna.
huzuni sio nzuri. Amen, 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 amen. Ndio maana nasema huzuni na kuugua vitakoma, vitaondolewa, havitakuwepo. Maana hivyo vitu kazi yake ni kututafuna nafsi na roho mpaka na mwili. Huzuni ndio inatengeneza hata kwa watu wengine vidonda vya tumbo. Mtu kila mara ameumia, amebeba. Ameumia, amebeba. Ameumia, amebeba. Nyongo inaendelea kumwaga kule ndani. Siku ya siku anasema sikuona vidonda vya tumbo. Hata sielewi vimetokeaje. Huzuni ndio inatengeneza pressure. Inatengeneza BP kupanda. Maana moyo umekunjwa namna hii, umeukandamiza, umeubebesha mzigo ambao sio size yake. Mungu atuhurumie. Amen. Saizi magonjwa ya moyo yamekuwa mengi kuliko kawaida. Ili kukumbatia huzuni wapendwa. Usisahau uliokutana nalo kuna mwingine amekutana nalo. Na ndio maana nimekwambia sielezaji habari za misiba. Sio kwamba sijawahi kufiwa. Kwenye maisha yangu nimeondokewa na watu watatu ambao wengine wanasema ni pete na kidole. Unaona saa nyingine mwingine umemwegemea kutenda muumini wangu malenga lipoju niko pasia. Niko pasia, atanisaidia, atakuwa msaada. Mungu anachukua huyo. Alafu unabaki uko katikati hapo. Wewe kushoto, wewe kulia. Kusiana kutembezani toro. Lakini swala nikiyabeba nikawawaza sana, watakuja kunisaidia kulima mashamba. Watanisaidia kulea watoto. Hakuna kitu. Amen kanisa. Nisalimie namna hii, salimie namna hii, salimie namna hii. Ninatamani, sijajua kwa nini narudia. Ondoa huzuni kwenye moyo wako. Inakuchelewesha. Ondoa machungu kwenye moyo wako. Inawezekana sio ya misiba tu. Pengine ni mateso unakutana nayo kwenye ndoa yako. Hapa umefika mahali unasahau unapokuwa na kutulile. Unasahau kama umekula unaenda kulala. Unasema vichomi, sio vichomi. Tumbo na kwangua ndani hujatumbukiza kitu. Mwingine anasema ni sielewi tu, unakuta chakula kinakataa. Una mizigo gani? Kitu gani kimejaa? Amen kanisa. Tusalimiane namna hii, salimiane namna hii. Ukikuta mtu ameamka asubuhi kama sijisiki kufanya kazi, muulize, wewe una afya pake? Yana nilimbuka ndio wewe. Yaani wewe sisi hata kufanya kazi, sijisiki tu. Muulize, ulibeba kitu gani? Kuna waza nini? Sasa mtoto jana ameniuzi sana, ulibeba. Alafu kabeba mwili kaitiki. Ulivyoitikia amaka galibe. Unaamka asubuhi hata kupiga deki. Hata kupika. Yaani kwenda sakatu. Ulimwamu kwenda na wakio kwa sakatu. Ukimwangalia mtu mwenyewe anajifuta hata nyama hana. Sasa anatembea kama mnene, shida sio unene, amejaza nini kule? Nisalimie namna hii, salimie namna hii. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Lakini mkazo wangu kasema ili tubadilike, lazima tumwamini Mungu. Tumwamini nani? Mungu. Tuamini ahadi zake. Na nikatoa mfano kama wanadamu wanatuahidi tunawaamini. Amen. Wengine walicheka na kucheka, nikasema tumeolewa na wanaume tuliwaamini. Hatujakuwa nao, hatujalelewa nao, hatufahamu saa nyingine atakoo zao sawa. Ukabeba begi lako umepanga nguo. Hata walivyosema harusi wa mwaka kesho mwezi wa 7 ukasema yaani mpaka mwezi wa 7 mwana wa bandu wakali kongurira. Mungajane sabe. Yaani ulimkimbilia utafikiri unamfahamu na kumfahamu. Mtu baki mmekutana hapo mkapendana. Wengine hata harusi waliona inachelewa. Arongwile juju amukie juju. Kwani nakosea jamani? Wengine hata kufunga ndoa uliondoka mwenyewe. Uliona pengine watakupigwa watatangulia wengine. Huyo nguo walikuletea nyuma ndugu zako wakakuletea sanduku la nguo. Ulikwenda hata bila kubeba nguo. Ulijiaminisha kwa mtu ambaye hujawahi kuzaliwa naye. Ulienda hivyo na wewe ukambeba mtoto wa watu, hatamani ukulipa. Wengine mpaka sasa zimekaa na wake za watu na watoto wa watu mkahoga ni kiuma, ulimbeba mzabe pangi bakaja polino kanyamba na mapumbaleki. Tusalimiane namna hii, tusalimiane namna hii. Amen kanisa. Tusalimiane namna hii. Ushika mkono jirani yako, mwambie kama ulimwamini huyo, unashindwaje kumwamini Mungu aliye hai? Kukorokota kama ni Kiswahili. Wananikorokota kweli. Ni mabiti. Anamwamini tu kijana. Gurumu. Unaelewa nikisema gurumu? Anamwamini tu. Sasa
Niaminishe. Utanioa kweli? Niaminishe. Sibalilo mpegelero. Anakazana tu niaminishe. Akatwala na kiuma kumi yao. Hawa mfahamu atakwao. Amwambia, siwezi kukudanganya. Nitakudanganaje mimi? Vijana wanafanywa kujieleza. Anajieleza mpaka sema, yaani ukigoma wewe mimi nakunywa sumu na kuambia. Yaani walai tena nitajiua. Basi usijiue. Asijue maana hapo. Yaani uko tayari kukatanisha maisha yako na Mungu tayari fuku. Wewe mwana wa Mungu lingana. Unamwamini kuliko hata wazazi wako waliokulipia ada. Wazazi wako wamekulea, wamekuonya. Unapoteza tamani ya wazazi wako, unaenda kumwamini mtu baki hata mjakuwa wote, sio binamu yako, sio mjomba wako. Sikwambii binamu wako na mjomba wako ni halali. Unamwaminije mtu? Kama umeweza kumwamini hivyo na ukaondoa na usichana wako, unashindwaje kumwamini Mungu? Unashindwaje kumwamini Mungu aliyefanya uwe hai mpaka leo? Unapanda kwenye magari unashuka, wengine wanakufa kwa ajali. Unashindwaje kumwamini Mungu? Uliugua rachi hospitali. Walikufa watu waliofika wanatembea hospitali. Wewe uliyekwenda rachi maututi. Wakakutundikia na madripu kabla atakupa dawa, wakibidi waongeze maji kwanza, hali yako mbaya. Watu ambao wameenda wanaongea, wamerudi marehemu. Wamerudishwa na jeneza nyumbani. Wewe karudi mzima. Mungu anakutetea tu, anakupigania tu. Tena sio kwa sababu uliomba sana. Pengine hata maombi hayakuwepo, mkono wa Bwana tu umekulinda. Mkono wa Bwana tu umekutetea. Kama Mungu amefanya makubwa hayo yote, unashindwaje kumwamini kwenye hili? Jina la Bwana libarikiwe. Watakatifu, jina la Bwana libarikiwe. Mshike mkono jirani yako, mwambie lazima kiwango chako kiongezeke. Cha imani, lazima imani iongezeke. Mwambie tutakushangaa tukikuona uko vile vile. Tutajua ufahamu wako umekamatwa. Itakuwa sio bure, lazima kuna mkono wa shetani hapo. Nisalimie namna hii. Amen kanisa. Amen kanisa. Pointi ya 4. Ile ilikuwa ni ya 3. Pointi ya 4 inasema tegemea sana nguvu za Mungu kukusaidia kuvuka kila kikwazo katika maisha yako. Tegemea sana nguvu za Mungu kukusaidia kuvuka kila kikwazo katika maisha yako. Tegemea sana nguvu za Mungu kukusaidia kuvuka kila kikwazo katika maisha yako. Tegemea sana msaada wa Mungu kukusaidia kuvuka kila kikwazo katika maisha yako. Amen kanisa. Amen kanisa. Twende tuangalie nabii Isaya mlango wa 41 mstari wa 8. Nabii Isaya 41 mstari wa 8. Tegemea sana nguvu za Mungu kukusaidia kuvuka kila kikwazo katika maisha yako. Nabii Isaya 41 mstari wa 8. Mtumishi wa Mungu aliyepata tusaidie kusoma. Nabii Isaya 41 mstari ule wa 8. Ukiandika mpaka 40, ila tutasoma mistari michache, tutasoma yote. Isaya 41 ndio kuanzia mstari ule wa 8. Neno la Mungu linasema, nawe Israeli mtumishi wangu Yakobo, niliyekuchagua mzao wa Ibrahimu rafiki yangu, wewe niliyekushika toka miisho ya dunia na kukuita toka pembe zake, ningekwambia wewe umtumishi wangu, nimekuchagua wala sikukutupa. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Tazama, wote walioona hasira juu yako watatahayarika. Hebu sema watatahayarika. Hebu sema wote walioona hasira juu yangu watatahayarika. Mungu akakutendea hayo. Nasema hivi, Mungu akakutendea hayo. Wote waliona hasira juu yako, juu ya hatua zako, juu ya ndoa yako,
juu ya uchumi wako, juu ya afya yako. Unajua kuna vitu vingine duniani vya ajabu sana. Yaani shetani anaweka watu mawazo mabaya tu. Anakuangalia tu asema, hauguagi atakuugua huyu, haugui. Yaani kama vile anaona shida wewe, kwa nini hugui kama yeye anavyougua? Wote walio na hasira juu yako, Biblia inasema Mungu atakusaidia. Haleluya! Sasa ingine hata hatujui wanaotuonea hasira ni nani. Wakati mwingine unamsimulia hata mafanikio yako, kwa sababu hata hujui kama huyu ana wivu na hatua zako, ana hasira na utumishi wako. Mimi nina bahati moja nzuri sana ambayo namshukuru Mungu. Wakati mwingine maadui wao wanakujaga wenyewe, alafu wanajieleza wenyewe. Niwahi kushangaa sana dada mmoja ambaye sikutegemea. Tena alikuwa rafiki yangu sana. Rafiki yangu sana. Sio kidogo. Alikuwa rafiki na watoto wake, alikuwa amenikubali kweli. Nishangaa siku moja akiniambia kwamba mimi nilikuwa napata shida sana. Ya nini? Hata mimi mchungaji, unajua, nikawa nashuhudia ushuhuda fulani nilivyopata vita kwenye utumishi. Akasema hata mimi nilikuwa nashangaa sana. Kwa nini wanapenda kukupanga wewe mikutano mikubwa uhubiri? Unaweza kaelewa somo. Alafu ni rafiki yako. Afurahi, kwa nini wananipanga mikutano mikubwa? Kwa kipindi hicho mikutano ya Pasaka watu walikuwa na wengi sana. Kwa nini wanakupanga mikutano mikubwa? Wanakupanga tu. Alafu sikuwahi kuomba, hata nilikuwa sipigi magoti kwa Mungu, naomba wanipange Pasaka. Jamani, unajua kuna kitu kingine unaweza kuomba Mungu, naomba huduma fulani. Mimi nisiseme nisiwe mnafiki, maana Mungu ndiye shahidi wa utumishi wangu. Sikuwahi hata kupiga magoti kusema Mungu, naomba wanipange kwenye mkutano. Ndio nashangaa tu nakutana na mtu ndo kuhudumu mahali fulani. Kuhudumu, kumbe kuna mtu ambaye naona ni rafiki, namsimulia hata changamoto za huduma, lakini kumbe na yeye ana hasira. Nisalimie. Sasa swala ambalo nilisema shetani mbaya, mpaka leo ni rafiki, nampenda yule rafiki yangu. Kwa nini nampenda? Kwa sababu ilikuwa tu ni adui ametumbukiza kile. Maana hata kuhubiri yeye hajaitwa kwenye kuhubiri. Kwa hata angechukia hawezi kuwa badala yangu. Mwangalie jirani yako, mwambie tusiwe na hasira vya kijinga jinga tu. Amen, 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 amen kanisa. Amen, 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 amen kanisa. Wakati mwingine watu wanaweza kutamiongozana tu na mume wake wanacheka. Sasa wanataka tuonyeshe kwamba wamepatana. Wapi bwana? Wapi bwana? Kwa sababu ndoa yangu ina changamoto, nafikiri na za wengine zina changamoto. Wewe hata sura hatufanani. Njoo rafiki yangu, njoo. Bwana Yesu asifiwe. Umemwona huyu rafiki yangu? Nimejichagulia, nimepata rafiki tu hapa. Huyu rafiki yangu yule nimemchagua mwenyewe, nimemkubali na mimi nimempenda. Ni rafiki yangu. Yaani pamoja na kuwa rafiki yake, hivi rafiki wote ni weusi lakini tunafanana. Lazima utajua mimi kiomo yeye. Alafu yeye anachana nywele mimi kofia na vilemba mwanangu. Kwa lazima kuna tofauti. Amen, 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 amen kanisa. Lakini ninafurahia baba. Mwaka huu ana neno moja juu yako. Anasema naam, nitakusaidia. Takushika kwa mkono wangu wa nguvu. Nikikwambia Israeli usiogope. Wote walioona hasira 2025 kwa ajili yako 2026 watatahayarika. Haleluya! Kwa nini watatahayarika? Maana kila neno ovu etanamuremo. Kila neno baya, kila neno lililobeba laana, kila neno lililobeba kushindwa kwako, walilolinena, walilolipanga, Mungu atalipangua, ataachilia baraka, ataachilia ushindi, ataachilia neema. Wamesema tunaona na yeye kama hatafiwa. Hakuna cha msiba wala mjomba wa msiba. Mungu ataenda kukuvusha salama. Ndio. Haleluya. Sasa wale waliowasimulia watakapoona hayajatimia yale walioyatamka, ndipo watakapotahayarika. Watatahayarika. Sipendaki kusema sana neno hili. Mnisamee ambao mnaweza mkakwazika, pengine nimeomba msamaha mapema. Amina. Nimeomba msamaha mapema, vitu vingine inabidi uombe msamaha kabla hujaviongea. Amina. Jina Bwana libarikiwe. Amina. Kuna mmoja mimi akaniambia, akasema mimi huyu kiomo huyu mchungaji yeye anajua anafaa. Huyu kiomo huyu
Nawaza tunaona kumtafutia nifute na mikutano yake, nafuta na utumishi wake. Anajimwamba fai tu. Ndili toke kidogo mani toke. Ngoja mene na kunokea la arena agile. Unafikiri mimi naelewa mchungaji Mbilita Mungu alivyomuita? Mpaka nisimulie ushuhuda wake. Na wala sihitaji kudharau utumishi wake. Sijajua Mungu amemtoa wapi. Mpaka amemtengeneza amekuwa mchungaji hivi alivyo. Mpaka nilitopa mbombo. Siwezi kufanya chochote juu ya wito wake hata siku moja. Vinginevyo uwe kichaa. Lakini kama na akili timamu, hata ungemchukia mwimbaji mwenzako utajua kwa nini anaimba. Utajua kwa nini anaimba. Hujui Mungu amemgusaje. Amen, 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 amen. Muketa lilo niko sasa bilitoro muketa. Wote kwa sima mkuitabera mtu mwangana nokute omundo nalenga mpepera fijo. Hata kama unamwona dhaifu sana, duni sana, lakini huwezi jua siri ya Mungu. Amen. Mungu ni wa ajabu. Amen. Natoeva kuikosi kutuketa. Amen. Natoeva mafiningo. Amen. Haleluya. Narudia tena. Walioona hasira juu yako wakatahayarika juu ya maisha yako. Ndio. Sijui kwa nini inakuja hili. Hata waliosema huyu mtoto hatakaa kaolewa, mimi nitamke na mbingu ziitike, ukaolewe, ukafanikiwe, watoto wako wakaolewe, wakafanikiwe. Waliosema huna mkono wa biashara, mbingu zikatakase mikono yako. Mbingu zikatakase mikono yako. Haleluya. Ndio. Hata kama ni mume wako amesema na mke hana mkono wa biashara, akashangae akikanyange kimieka mwanongi wakati nachoka sababu ya usiruri, kumbe nilikuwa sijamfahamu sawa sawa. Haleluya. Lakini kumbe sio kwamba alikosea, ila mbingu imekuheshimisha. Mbingu imeamua kukuhadharisha, kutahayarisha, wakatahayarike. Amen, 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 amen kanisa. Natamani kuona mtu mmoja ambaye ana ujasiri anasema watesi wangu watatahayarika 2026. Ndio. Tukate bakuku kutitusiale parapana. Mpaka tukanulile. Tukuandulila. Waingereza anasema tukupetulila. Bakusope pasi kuila bakugaragase pasi. Petulila nungo kandu kubakomifia pamasi. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Watakatifu, jina la Bwana libarikiwe. Ndio. Naendelea mstari wa 11. Narudia. Tazama wote walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Ndio. Utawatafuta wala hutawaona wale wapiganao nawe. Hebu sema watu washindanao na mimi. Watu washindanao na mimi watatahayarika. Watakuwa si kitu. Hebu rudia tena huo mstari. Unajua kuna vitu vya ajabu sana. Wakati mwingine ukisoma Biblia, ndio maana mtumishi wa Mungu Daudi alifika mahali akasema neno lako Mungu ni tamu kuliko sigara hasa. Yaani unasikia endumbura jikuti na hobo. Mnisamee Kiingereza kimekuwa kingi. Yaani unasikia karoka kana furahi. Amen, 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 amen. Nisalimie namna hii, salimie namna hii. Yaani unasikia rohoni kuna suzika. Yale makando kando na maumivu yanaachia. Unasikia mpaka mifupa inashangilia. Unajua kwa Mungu hata kama hujaona jibu leo, lile taraja ni afya ya moyo. Kwamba sio muda mrefu itakuwa. Amen, 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 amen. Sio muda mrefu itafanya nini? Itakuwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Rafiki, usome tena tu. Narudia mstari wa 11. Ndio. Tazama wote walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Sema watu washindanao nami. Watakuwa si kitu. Unajua maana yake nini? Maana yake ile nguvu anayotumia kushindana na wewe ni ndogo sana. Ni ndogo sana. Hawatafaulu, hawatakuweza, hawakumudu. Amen, 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 amen. Sio kama nielewa. Alafu sasa hiyo wanajipanga kwa kelele nyingi. Tutamweza tu. Mimi nakumbuka wakati naendelea kuhubiri injili ikiwa binti, kumbe kuna jamaa mmoja amejipanga,
Akasema aje kutana na wanaume. Aje kutana na wanaume akumsemesha. Mimi mwanamke, hakuna mwanamke ninayeshindwa kumsemesha. Nitengeni huko. Akajitangaza. Anafika tu. Unajua hata kunitazama usoni alishinda. Unaelewa? Biblia inasema anaupanga uso wangu kwa vita. Mungu ni mwaminifu nyie. Acha tuwakae mbinguni huko. Ndio maana mimi nampenda. Yaani hata wote msipomwamini na mwamini peke yangu. Amen, 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 amen kanisa. Mmoja akisema kiomba unahubiri kwa haraka naye ndio uzuri wake. Haleluya! Nina uhakika naye, jina la Bwana libarikiwe. Nilicheka sana. Sasa niliporudi na waakusu mbosaja, ndipo wenzake wakawa wanamshangaa. Kimekuwaje? Akasema wewe yule atakuwa sio binadamu wa kawaida wewe. Atakuwa sio binadamu wa kawaida yule. Unafikiri mwanamke wa kawaida yule sio wa kawaida wewe. Wewe yule sio wa kawaida kwani anachaja sana na mapembe. Ama sokari kuikosi. Lakini nini? Wanaoshindana na wewe hawatakuweza. Watakuwa si kitu. Maana watakuwa wadogo kama Piltoni. Wanakuja na ubabe. Naipenda Biblia. Anasema waone Israeli wanakuja, wana nguvu kama nguvu za nyati. Haleluya! Anasema na waona wanakuja, wana nguvu kama nguvu za nyati. Yaani nguvu za nyati, nyati akipiga hivi, gulondele kububuko. Akipiga moja hivi, alafu arudi nyuma jikitu kuteleo. Ndio kububuko, yule mnyama ni hatari. Akipiga hivi anafakarudi nyuma na kurudi mara ya pili. Nikiwa CCT Morogoro alitaka kumuua missionary mmoja. Alikatwa mfupa wote. Tuka hivi tuko pale. Alikatwa mfupa wa hapa. Dari furili tano sisi tunatengeneza bustani. Dari furili huru. Sasa bahati mbaya kumbe yule wametafuta nyati kutaka kupandisha kwenye ng'ombe ili wapate uzao wa nyati. Ya komila. Yaani kikuma tu kimoja mfupa ukakatika. Walimuua kwa bunduki. Maana kila mtu alikuwa anaogopa. Nani anasogea? Yaani tunaangalia jikote anabeba vibanda hivi vinaenda hivi. Ndio maana Biblia inasema na waone Israeli wanakuja, wana nguvu kama nguvu za nyati. Ni nani atakayesimama mbele yao? Haleluya! Shika mkono jirani yako, mwambie hakuna wa kusimama mbele yako. Mwambie hakuna wa kusimama mbele yako. Mwambie mwakani wewe sio wa kawaida. Maadui zako hutawaona tena. Hawatakusumbua tena. Wamisri unaowaona hutawaona tena. Nisalimie namna hii kama neno. Haleluya! Waliowangia biashara yako hawatawangia tena. Waliosumbua kwenye ndoa yako hawatasumbua tena. Ndio. Watakuogopa kama ukoma. Watajiondoa wenyewe kwenye uhusiano na mume wako. Natamka niko madhabahuni na tunawavuruga, tutawavuruga na watavurugika kwa jina la Yesu. Ndio. Kwa kama kuona maso kuna wajabani. Unalala macho kwa ajili ya akili ya binadamu. Mkutanishe na aliyemuumba afanyie kazi kichwani kwako. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Nina raha moyoni mwangu. Wote walioshindana na mimi watakuwa si kitu. Yaani yangu baketanga temijojoro. Kama mabua makavu kwenye moto. Ndio. Hebu mwambie jirani yako imekuwa. Mwambie imekuwa. Mwambie imekuwa. Mwambie najiona sio wa kawaida mimi. Mwambie najisikia kuwa na tofauti kubwa. Mwambie navuka kwa kishindo. Naanza mwaka kwa kishindo. Sitakuwa vile nilivyokuwa. Amen. Malizia mtumishi, malizia. Ndio. Naendelea mstari ule wa 12. Neno la Mungu linasema utawatafuta wala hutawaona. Wale wapiganao nawe watakuwa si kitu. Watakuwa kama kitu kisichokuwa.
wale waliofanya vita juu yako. Hebu sema waliofanya vita juu yangu. Waliofanya vita juu yangu. Kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume, nikikwambia usiogope, mimi nitakusaidia. Usiogope Yakobo uliye mdudu, nanyi watu wa Israeli, mimi nitakusaidia, asema Bwana, na mkombozi wako ni mtakatifu wa Israeli. Inatosha mtumishi. Angalia tena kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili, Nyakati wa Pili mlango wa 32 mstari wa 6. Nyakati wa Pili 32 mstari wa 6. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Nisalimie namna hii kama naelewa kitu naongea. Nisalimie namna hii. Amen, 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 amen. Nimesema tegemea nguvu za Mungu. Tegemea nguvu za Mungu. Kuvuka vikwazo mbalimbali. Kuna vikwazo vingine akili na goma. Akili na goma. Kuna vikwazo vingine kama unaomba vile maombi kama yanagonga ukuta. Usiogope. Amen. Haijalishi unaona uko kwenye ukame. Sasa hivi hata bubujiko la maombi halipo. Unakuta unatafuta uso wa Mungu kama vile Mungu amekupa kisogo. Hata hapo uwe imara. Amen. Usiogope. Nakwambia mtumishi, kuna maeneo nimepita mwenyewe ninaelewa. Katika hali ambayo unakuta hata maombi yamekauka, hata maombi hakuna, hata hapo Mungu yupo. Amen. Nakwambia hata hapo Mungu yupo. Amen. Tena wakati mwingine ndipo anajichukuza zaidi kuliko wakati tunaona chemichemi. Wakati unaona bubujiko, wakati unaona funga, unaona mbingu kama zinaitika. Kuna wakati unakuta kama mbingu zimefunga. Kama vile hakuna kitu kinaenda. Na majaribu yanatokota na choma kama moto. Amen, 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 amen kanisa. Amen, 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 amen kanisa. Nisalimie namna hii kama unanielewa. Salimia namna hii, salimia namna hii. Usiogope. Usiogope. Tena mimi nasikia raha, nasema nitakushika kwa mkono wangu wa kuume. Nikikwambia usiogope, hakushiki mwanadamu. Sikushiki mimi kama mhubiri. Hakushiki kama mchungaji wa usharika. Hakushiki kama mwinjilisti. Hakushiki dikoni wako. Hakushiki mume wako wala mke wako. Anayekushika ni Mungu. Shika mnanielewa? Mungu anasema nitakushika kwa mkono wako. Nipe mkono rafiki yangu. Fikiria kwamba ndio unatembea, Mungu amekushika namna hii. Bwana segelele. Nani atasogea? Mungu amekushika namna hii. Shetani mwenyewe anajua huyu simwezi. Maana alipigana vita mbinguni vikamshinda. Akatupa mpaka nchi, mpaka kuzimu. Anasogea. Wakati Mungu amekushika hivi, anaenda na wewe kwenye biashara yako. Wamekutegeshea kwenye genge lao, kwenye biashara yako. Wamemwaga dawa kwenye duka lako. Sasa amekushika mkono hivi. Unavuka naye. Badala ya kutangulia kukanyaga wewe lile yale madawa aliyomwaga, Yesu anatangulia pale. Amen. Anakanyaga pale, anafanya kwambia ingia dukani, nenda kauze. Amen. Alafu kesho nafikiri tutamkuta amekauka dukani, wanakukuta uko hali unadunda. Naambia karibu wateja, waendelee. Uko fiti tu. Wakasema inawezekana tulikoroga kidogo tukazidisha. Wanakoroga tena ndio anakubeba mkononi kabisa. Utikukanya na pasi, ikakukatiki tolo nyumba. Unakaa mle dukani unaendelea kuuza. Sasa hivi vipi? Mbona tumuelewi? Yuko anasema nitakusaidia. Amen. Usiogope, nitakusaidia. Ni watoto wamekusumbua mama mpaka unachanganyikiwa kutoka kuimwene msemo. Usibebe mzigo wewe, mwambie aliyesema nitakusaidia. Sema baba nisaidie, watoto wamenishinda. Nisaidie mume wangu simuelewi. Nisaidie bibi biashara sielewi na hela wapi naenda wapi. Nisaidie ndiko watoto lopekino. Haleluya. Nisaidie namna hii kanisa, nisaidie namna hii. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Mimi nimekutana vitu vingine kwenye maisha yangu mpaka unashangaa. Unajiuliza nafukaje? Kama ni mauti, kama ni wachawi. Kabisa wengine wakusema wazi, sio wale wa kufikirika. Sio wale unamwazia kwamba huyu atakuwa mchawi. Wengine kabisa nasema mimi nitaona. Wengine mpaka alisema watu nikongoro kwa. Wewe aje basi afiute. Aje basi niteteseni kali wafija wale apendekaje walipo. Hati chungu losiri. Losiri ndio na wakakubana na wakikoro bali kagile kwa ndiani. Losiri ndio. Lakini anasema na tunapoongea naye unaona tamboni ya jicho inacheza namna hii. Inacheza namna hii. Na kumbe anajua kabisa kwamba anakuja vile, na mara nyingi anatafutaga mpendo. Aseme kitu akishasema akuingizie hofu alafu akumaliza. Sasa chuma mwanangu, chuma. Amen. Hofu. Siguro. Amen. Nasimuliaga mara nyingi nilivyokutana na mtu mwenye mapepo. Unambea mapepo
yametumbuka yanalegea. Abantu wako pile siku hizi tuna watu angalau watu wa Mungu nasaidiana nao. Lakini eneo ndio kweli hamna hata mtu akusupport kwa ajili ya maombezi. Baba pile walikuwa mwidilisha hivi. Ama soka katumbuke. Macho yametumbuka. Kuna mtumishi mmoja naye kumbe aliwahi kukutana na kisanga hicho na mchungaji. Sikujuaga shetani anaweza kubadilisha macho ya binadamu kama rangi za kinyonga. Yanabadilika kwa guru mara na rangi. Mara rangi inabadilisha rangi zote. Ila lazima utoke mwache huyu hapa. Utoke. Badilisha rangi zote lakini huyu utoke. Watu nimemaliza. Unajua watu wengine hata kunisalimia tu, kunisogelea bahati ilaga. Wakafikiri watakuwa mchawi sana. Yaani mpaka yule mtu macho anarejea vile, alafu amerudi sehemu ya kawaida, alafu yuko salama. Niko salama. Amen. Haleluya! Nisalimie namna hii kama unaelewa. Ndugu zangu, kati ya vitu ambavyo vinatuchelewesha sana. Hata kwenye uchumi. Kinachotuchelewesha sio mtaji, hofu. Mwambie jirani yako hofu. Mwambie hofu inakuchelewesha hofu. Na kama kuna kitu unahitaji kushughulika, shughulikia hofu. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Hofu. Unakuta saa nyingine unafanya vishughuli vile vya kawaida tu. Hivyo ni wa kawaida. Kwani unafanya vya kawaida? Kwa sio wa kawaida, kama unafanya vitu vya kawaida. Mimi nakushangaa, umelizika kabisa. Utengene, kutupa na kutupa. Unanepaje? Kutupa ule. Na maisha haya kutupa ule. Utengene ufikiri hapa na roho. Mbona roho huna amani? Maana kipimo kiko moyoni mwako. Kweli unaishi lakini amani huna. Amen. Sio bela jiwa kutepo kakaaba, mimi kwa kakaaba. Kwa kakaaba na roho jiwa. Wewe sio wa kawaida. Amen kanisa. Nisalimie namna hii. Mtu mmoja akaniambia mchungaji, bado unataka ununue mashamba, unataka yafike wapi? Wewe. Kumbe mimi nao wewe. Kipimo kile kati miango. Amen. Siku moja amenitembelea mamangu mmoja kutoka huko nilikotokea. Akafika baka apita kaenda kumsalimia mzee akasema, Maria unapiko liga ni mama Mungu. Wewe igwire atwegera hivi esito yake visu ile fira makune. Mimi naona mwaka huu nimepata kidogo mweni kusudi. Makune. Hapana ni pamwendo kaka makune na gani? Wakati mimi naona ile sio kiwango changu. Mimi sio wa kawaida. Kuja ni vya kawaida. Mimi ni zaidi. Wengine nasema hawanielewi vizuri. Mmewahi kumsikia Samson akieleza? Wakati wanamhoji Delila anamuuliza Wiza. Alisemaje? Akasema mimi sio kama wanadamu wengine. Manake ninacho cha ziada. Unaoneza jirani yako hata kama haelewi sio kumwambia mimi najua wewe unacho cha ziada. Hujajitambua tu wewe unacho cha ziada. Mwambie usifanye vitu vya kawaida unatuvunjia heshima. Hebu mtimize kidogo mwambie usituvunjie heshima. Mwambie marufuku mwaka kesho kuwa kawaida. Mwambie ondoka kwenye kawaida ya dunia ukotoka. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sijui kama unajua kama wewe sio wa kawaida. Amen. Nisalimie namna hii. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Yaani mimi nampenda Yesu. Amina. Mungu anisaidie. Usinione hivi vinakupimba huko. Ila sipendi kuwa wa kawaida. Amina. Hata kama unanikadiria wewe lakini mwenyewe ninavyojisikia. Yaani mpaka nifike ninapotaka kufika. Amina. Na kifo nyamaza kwanza. Leta tasa tukuna na mimi na shetani kisitagazi kana. Yaani kabisa mimi naishi kisasi changu ni shetani tu. Sina kisasi na wanadamu. Nataka nimwambie shetani mimi sio mali yako. Ingawa najua. Na ninamhakikishia nasema pangu unavyopanga jehanamu sijingo. Hata kwa kufuta na greda siendi jehanamu siendi. Na ujua uzuri wa Yesu. Haleluya. Siwezi kwenda kisembe wakati damu ya Yesu kwa. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Kisha nigeuze kibao.
kutisha, angalia makofia. Bakupeleka na kwenye maduka inakuuza. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, jina la Bwana libarikiwe. Tunafeli wapi? Hili ndio swali langu. Tunafeli wapi? Tunafeli wapi? Wakati Biblia inaweka wazi, anasema usiogope, nitakusaidia, nitakutia nguvu, nitakushika kwa mkono wangu. Mimi ninachojiuliza, ambacho kinasumbua siku zote, Wakristo tunafeli wapi? Yaani pamoja na mimi. Tunafeli wapi? Kwa nini maisha yetu wengi, wachache tu wali hapa, wengi hata kiuchumi tuko hapa, maisha ya kati au ya chini kabisa. Hivi sijui, naomba nikupe tu kama homework. Fikiri huko duniani wanafanya vitu vya ajabu, wanafanya vitu vya ajabu. Hawana Mungu tuliye naye sisi. Alafu sisi yuko Mungu kutusaidia. Tunafeli wapi? Nimeongea kwa kutulia, nataka utafakari. Hata mimi najitafakari, sasa Mungu, nafeli wapi? Nafeli wapi? Kinachonikwamisha ni kitu gani? Au ni kiwango cha kuamini kwangu? Au nimemwamini sijajua kumtegemea? Nakuja na maswali mengi sana. Kama Mungu ndiye anayetusaidia, tunafeli wapi? Tunafeli wapi? Tukulila mwalimu bikulila baba karakia. Tunaishi maisha ya kubangaiza. Ndugu zangu mliovuka, Mungu awabariki. Wengine hata boga tu ya kupika jioni, kufikiza mtu mpaka ngole zikushoka. Mpaka watu wanasema shikamoo kama vile ni mtu mzima, kumbe ni matatizo. Mpaka na sura imekauka, haina mafuta. Maisha yametubana, yametutaiti. Alafu Biblia inasema nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wangu, nitakusaidia. Amen, 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 amen kanisa. Hebu angalia anasemaje huyo Mambo ya Nyakati. Tuone na yeye anaweka msumari kiasi gani. Mlango wa 32 anza mstari ule wa 6. Mlango wa 32 Nyakati wa pili 32 mstari wa 6. Hebu soma tuone. Nyakati wa pili 32 mstari ule wa 6, neno la Mungu linasema, akaweka maakida wa vita juu ya watu, akawakusanya kwake uwandani penye lango la mji, akawafurahisha mioyo. Hebu sema akawafurahisha mioyo. Akawafurahisha mioyo. Hebu sema tena akawafurahisha mioyo. Akawafurahisha mioyo. Akisema, iweni hodari na moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike, kwa sababu mfalme wa Ashuru wala kwa majeshi yote walia pamoja naye, kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja naye. Kwake upo mkono wa mwili, ila kwetu yupo Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Na watu wakayategemea maneno ya Hezekia mfalme wa Yuda. Hebu rudia tena, naomba usikilize vizuri, usikilize vizuri. Uendelee kufikiri ile pointi yangu, tunafeli wapi? Nisalimie namna hii, salimie namna hii, salimie namna hii. Uendelee kufikiri tunafeli wapi? Kwa nini mpaka wachao wanafika mahali kutibikia pakilo? Mpaka wanakukaba. Mpaka unaona tunafeli wapi? Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Tunafeli wapi? Mpaka unakuta mashamba yao yako vizuri, afu unasema wanatumia nguvu za giza. Wanatumia nguvu za giza, wanatumia vidole vya watu, wanatumia ushirikina. Hebu msikilize vizuri anasemaje huyu mtumishi wa Mungu Yehoshafati. Hebu msikilize vizuri. Rudia tena mtumishi wa Mungu. Amen. Narudia Nyakati wa pili 32 kuanzia mstari wa 6. Ndio. Nasema akaweka maakida wa vita juu ya watu. Akawakusanya kwake uwandani penye lango la mji. Akawafurahisha mioyo. Hebu sema tena akawafurahisha mioyo. Akisema, iweni hodari na moyo mkuu, msiogope. Hebu sema tuwe hodari na moyo mkuu. Tuwe hodari na moyo. Hebu sema tena tuwe hodari na moyo mkuu. Tuwe hodari na moyo. Mshike mkono jirani yako naye mpenda, mwambie uwe hodari na moyo mkuu. Mwambie usiogope. Mwambie uwe hodari tu. Uwe hodari tu. Kwa kila unalolifanya, lifanye kwa moyo. Ukitegemea kufanikiwa tu. Mwambie wewe sio wa kushindwa. Mwambie wewe sio wa kufeli.
maisha yako. Amen, 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 amen kanisa. Hebu soma tena mtumishi, soma tena. Amen. Nianze mwanzo. Endelea. Amen. Iweni hodari na moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu ya mfalme wa Ashuru, kwa majeshi yake yote walio pamoja naye. Kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja naye. Hebu sema yuko mkuu pamoja nasi. Kuliko aliye pamoja naye. Hebu sema tena yuko mkuu pamoja nasi. Kuliko aliye pamoja naye. Endelea rafiki. Naendelea mstari wa 8. Kwake upo mkono wa mwili, ila kwetu yupo Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Na watu wakategemea maneno ya Hezekia mfalme wa Yuda. Endelea. Inatosha rafiki. Nisalimie namna hii kanisa, salimie namna hii. Yaani kama kuna kitu kwenye maisha yangu tangu nilipousoma mstari huo miaka kadhaa iliyopita, umetengeneza kitu kikubwa sana kwenye moyo wangu. Sana. Hata ninapofika mahali nakuta nimetindika, nikiwaza tu haya maneno ambayo Mungu alimpa kwa ufunuo wa ajabu Hezekia kuzungumza na wana wa Israeli. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Fikiria hao watu wanaambiwa hayo maneno, wako vitani. Maadui, mfalme huyu Senakeribu amepanga vita juu yao. Amejimwambafai huko kwamba ni taifa gani lililowahi kupigana na mimi likashinda. Anajitangaza, anasema Israeli mnadanganywa na huyo mfalme Hezekia. Mnadanganywa tu. Ni nani, ni taifa lipi ambalo mimi nikijipanga nalo vitani linashinda? Akajitangaza huko. Watu wasioelewa Mungu aliye hai. Haleluya! Hata wengine tukifundisha tunasema maneno ya wahubiri Bwana mazuri kweli. Mazuri kwa wanapendaka kusema vizuri. Tunasema tuna uhakika na tunayemsema. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na anayepokea anapokea mabadiliko. Amen. Anayeamini anapokea mabadiliko. Amen. Ukilisadiki lineno tunalolisema, wewe unapofunga mwaka huu, lazima mwakani Mungu akuongezee viwango, utaongezewa sawa sawa na unavyoweza kuamini. Hilo neno ukilisadiki tu likawa lako, kuna kitu Mungu atafanya kwenye maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Nipungie mkono namna hii kama unaelewa. Pungie mkono namna hii. Amen, 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 amen. Mimi nataka kusema mtu wa Mungu, narudi kwenye homework yangu. Huyu Hezekia sijaelewa ni mtafakari Mungu kwa namna gani. Amen, amen, amen. Ni kweli ile jeshi lilikuwa ni kubwa. Ni kweli walikuwa wamepigana mataifa mengi wameshinda. Ni wazi ni kweli, na Hezekia alikuwa anajua. Sio kwamba alikuwa hajui, na watu walimwambia kwa lugha nyepesi, tungeenda tuombe suluhu. Huyu mtu tungeomba tu tupatane naye. Huyu mtu amepigana mataifa mengi na kweli amekuwa akishinda. Yale maneno niliyosikia Hezekia, ngwaga panto pafukile. Mimi nikisikia hasira ngwaga romo panto pikofuka. Yaani kwenye kutesa tano linga bali mwenda na mtaruleo. Lingatumile ngasi. Haleluya! Bila shaka na hisi Hezekia alisikia kitu kisicho cha kawaida kwamba hivi huyu Senakeribu ni nani mbele za Mungu tulie naye. Amina. Haleluya! Ndio maana akasema neno la ajabu. Akasema ninyi Israeli, sikieni vizuri. Ndio waseburu mwaka jopatu ugeze pakikota kale nyafia. Alikaa kwenye kiti, Lumo Marundi kakatena. Alikaa kwenye kiti. Tusalimiane namna hii, tusalimiane namna hii. Amen, 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 amen kanisa. Amen, 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 amen kanisa. Nisalimia tena namna hii rafiki yangu. Sinapoona jirani yako mwambie tunavuka. Tunavuka, tunavuka, tunavuka. Mwambie mabadiliko ni lazima. Mwambie tena mabadiliko ni lazima. Mwambie atakasitaki adui lazima ubadilike. Tikisa jirani yako, mwambie tikisika mpaka uko ndani. Mwambie badilika mpaka uko rohoni. Mwambie na kutazama kwenye viwango vya juu. Mwambie wewe sio wa viwango vya chini tena. Hey! Haleluya! Hivi unajua mtu aitwa ulikuwa ni ufunuo wa ajabu sana. Amina. Na ukiendelea kusoma utaona wale watu walishinda. Na ndio maana Biblia imeweka wazi sasa wakayategemea
maneno ya Sedekia. Wakayategemea, alivyoongea wakaamini kila alichoongea, wakaweka kazini. Yaani lile neno wakalitegemea. Ana majeshi lakini mkono wa nini? Wanatumia akili ya nani? Ya mwanadamu. Kwa lugha nyepesi, akili wanayotumia tulie naye sisi ndiye aliyewagawia. Ndani kwa raha zote. Wanatumia akili, sisi tunayekwenda naye vitani, anayetupigania, atakayesababisha tushinde, ndiye aliyewapa akili wao. Kwa akili kumina na gari motiuro. Akili zao zibanwe, zishindwe kufanya wanachotaka. Atanamoremo. Hey! Nampenda Yesu aliye hai. Aenda kaminye fahamu za maadui zako, washindwe kufanikiwa kufanya wanayotaka kuyafanya. Hata wanaokuinda kwa siri, kwa wazi atakuwa siri. Mungu akaminye fahamu zao, akaminye akili zao, akaminye uwezo wao. Kwao uko mkono wa nguvu, kwao ziko shanga wanazovaa za kichawi, kwao ziko nyungo za kichawi na pembe. Kwetu yuko mwanaume wa msalaba aliyeshinda mauti. Hakuna mchawi anayekufa kafufuka. Hata itua hii walikuwepo wachawi, mafuile wakasiuka. Tulie naye, yu hai. Nasema yu hai, yuko hai. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Oh, nasikia moyo wangu unafurahi mno. Kwetu sisi watu waitwa, yuko Bwana Mungu wetu kutupigania. Yuko Bwana Mungu wetu kututetea. Yuko Bwana Mungu wetu kutufanikisha. Akatamie mazizi ya ng'ombe wako, akatamie mabanda ya kuku wako, akawatamie watoto wako huko vyuoni, akatamie kwenye ndoa yako, akatamie kwenye biashara yako, akatamie kwenye mashamba yako, akatamie popote utakapokuwa. Mbingu la Bwana etanare korobosa. Oh, tisho wa Bwana uende mbele yako, uje nyuma yako, ukulinde. Ukitembea popote pale, abandumi bakutanege, malaika wasukumane, wakicheki usalama mbele, wanacheki usalama nyuma, wanacheki usalama wa mali zako, wanacheki usalama wa kazi za mikono yako. Kila utakachoweka mkono kukifanya, afanye kwa moyo, kitaleta matokeo. Ukawe na moyo wa ushujaa, ukawe hodari. Ukiomba omba kwa ushujaa, ukiimba imba kwa ushujaa, ukihubiri kwa ushujaa, ukilima lima kwa ushujaa, ukifunga funga kwa ushujaa, ukiuza dukani uza kwa ushujaa. Chochote utakachokifanya lazima kitaleta matokeo. Kitaleta matokeo. Hatubaki pale pale, tukaanile na buna na bubu. Tumekataa kata. Sisi sio wale tena, sisi ni wengine. Maadui zetu watatukimbia, maadui zetu wataficha nyuso, maadui zetu watatafuta chocho. Tumegundua siri. Kwetu uko mkono wa Mungu, kwetu uko mkono wa Mungu, kwako uko mkono wa Mungu, dukani kwako kuna mkono wa Mungu. Wakiweka vidole vya watu, tunapeleka mkono wa Mungu. Wakiweka damu za wanyama, tunaachilia damu ya Yesu. Wakiweka damu za wazazi wao, tunaweka damu ya Emanueli, simba wa kabila la Yuda. Damu yake ni mbichi, hata leo iko hai, inaweza kuvifanya viwe hai. Vyote vilivyokufa kwenye maisha yako vikawe hai tena, vikawe hai tena, vikahuishwe tena, ndoto zako zikawe hai tena, maono yako yakatimilike tena. Oh, Mungu akakutendea kusudi. Mungu akakutendea kusudi. Inatosha. Nasema hivi, inatosha. Nasema umeuma, inatosha. Nasema umesuasua kwenye umaskini, inatosha. Nasema umenyanyasika kwenye ndoa, inatosha. Ndugu zako wamekudharau, inatosha. Mambo yako yamekwama, inatosha. Sasa wewe ni kwenda mbele kwa mbele. Simama juu wangu. Atanamoremo. Hebo.
yupo kututetea. Bwana itua, Bwana yupo kutupigania. Mungu ameigundua kiu ya moyo wako. Maisha Mungu anakwenda kukubadilishia, sio yale uliokuwa. Tegemea kuwa watu tofauti. Tegemea kuwa watu tofauti. Iko neema ya Mungu iko juu yako. Sijajua, nikwambia hata juzi nikasema hili somo nalifundisha, sijalifundisha mahali popote, lakini Mungu akasema Wamisri unaoona hutawaona tena. Hutawaona tena. Ile hali hutaiona tena. Hutaona tena. Hayo mateso hayatainuka mara ya pili tena. Hayatakuweko tena. Tegemea Mungu. Tegemea Mungu. Tegemea Mungu. Tegemea nguvu za Mungu na ziko kazini. Mungu, nikwambie, historia ya Mungu ni ajabu sana. Historia ya Mungu ni ajabu sana. Na wasomaji wa theolojia wanasema historia ina kanuni ya kujirudia. Ina kanuni ya kujirudia. Na Biblia inasema haji tena kama mwanzo. Alivyokuja kwa udhaifu, atakuja katika nguvu. Haliondoi kanisa linalotia huruma, kanisa nyonge, kanisa ambalo limepigwa, limepigika. Lazima liondoe kanisa lililoshujaa, kanisa lililobadilika, kanisa lililobeba sura ya Mungu rohoni kwetu na nje kwetu. Tunamwakilisha Mungu duniani. Lazima tufae ule utisho wa Baba. Sisi sio wa kuonewa, sio wa kusukumwa. Mwanangu, ni mwendo wa kibabe. Tunaenda mbele kwa mbele. Haturudi nyuma. Hatutembei tumeinama. Unyonge umeshaisha. Alimaliza pale msalabani. Ni shujaa awezaye kuokoa. Funika macho yako. Funika macho yako. Funika macho yako. Tutaomba leo. Kesho tutaomba, lakini Ijumaa tutakuwa na maombi maalum ambayo tutaambatanisha na sadaka zetu. Kumwambia Mungu tunaomba lango la 2026 lifunguke. 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 Wengine wakifanya vya kwao, sisi tunapeleka maneno yetu msalabani. Kwa jiandae rohoni, jiandae mpaka kwenye bahasha yako. Kajiandae sawa sawa. Kaseme na Mungu wako, ni sadaka ya hiari. Kuna mwanadamu anayekupangia, ni wewe unayesema lazima nione mabadiliko. Lazima nione kitu cha tofauti. Lazima nione hali ya tofauti. Siwezi kubaki pale pale. Kama watu wanajitangaza huko kwamba nilienda kwa mganga, amenisaidia, naona biashara zangu zinazunguka. Mpaka kwenye mitandao wanajimwamba fai, wanajitangaza mganga fulani, ni mganga ndiye aliyenisaidia. Nilikuwa maskini sana, amenisaidia. Yesu tuliye naye, hao wote cha mtoto kwanza hawasikiki, hawako hata mbinguni, hawajulikani. Tuna Mungu aliye hai. Tuna Mungu aliye hai. Mimi nimesabilia na nimekusudia. Nataka kumwonyesha shetani kwamba nguvu nazotumia ni kidogo kuliko nilizo nazo za Mungu niliye hai. Kwa maneno na kwa matendo. Funika macho yako. Funika macho yako. Natamani kuomba na wewe. Natamani kuomba na wewe. Tafakari mwenyewe. Tafakari mwenyewe. Unafeli wapi? Unakwama wapi wakati Mungu amesema nitakusaidia? Nitakushika kwa mkono wangu. Unakwama wapi? Tamani kuomba na wewe. Tamani kuomba na wewe. Tamani kuomba na wewe. Kuna wengine huzuni, simanzi, majaribu magumu mazito yametafuna kila kitu kwenye maisha yako. Unajikuta mkavu, unajikuta mkame, unajikuta hakuna kitu kinaenda, unasukuma hiki akiende, unasukuma hiki akiende. Roho yako imefinywa, imebanwa, huoni mwelekeo. Huoni mwelekeo, hata sasa ujielewi. Mpaka sasa unajiuliza, hivi nafunga mwaka, nimefanya nini mwaka mzima huu? Hata saa nyingine unakosa hata ushuhuda kwamba mwaka huu lipi ambalo unalo la ushuhuda na kumshangaa Mungu alilokufanyia. Unaona kama upo tu. Shetani anakugaragaza tu, anakupiga, anakutandika anavyotaka yeye. Maana ataandika biashara zako, ataandika uchumi wako, ataandika kwenye ndoa yako, ataandika kwenye utumishi wako. Kila kitu naona ni kigumu tu. Natafuta neema rohoni kwako. Tafuta neema rohoni kwako ya kumwambia Mungu, nimeshindwa hapa. Nimekwama hapa, ni kuamua Jehova. Ni mwaminifu, ni shujaa. Ana uwezo wa kukubeba, akuhamisha kwenye hiyo hali, akupeleka kwenye furaha. Ndio maana nasema akawafurahisha mioyo. Maana mioyo yao ilikuwa na huzuni, akaongea maneno yakasuuza mioyo yao. Roho Mtakatifu asuuze moyo wako jioni ya leo. Ondoa kila uchungu, kila maumivu, kila majeraha, kila namna ya kujikatia tamaa. Funika macho yako niombe. Jehova uliye hai peke yako. Himoremo rakasemo. Tenareka remoremo. Yesu wa Nazareti, Mungu uliye hai. Achilia mvua kwa rohoni. Achilia mvua za vuli za masika. Achilia makiko. Etanareko robosebo. Roho Mtakatifu, nguvu zako, uwezo wako. Sema na mioyo ya Yerusalemu. Baba, sema na mioyo ya Itoa. Sema na mwanamke huyu. Sema na baba huyu.
baba otanareko himoremo. Natamani niombe na wewe, natamani niombe na wewe. Unajijua kabisa yako mambo yamekufuruka, yamekujeruhi, yamekuumiza. Huo ni mwelekeo ulio sahihi. Natamani niombe na wewe. Huo ni mwelekeo ulio sahihi. Natamani niombe na wewe. Huo ni umefurugwa na wewe unajua ulivyofurugwa. Umechanganywa. Hakuna shida hata namna kujipambanua. Natamani niombe na wewe mtu wa Mungu. Natamani niombe na wewe. Kama upo, wewe inua tu mkono wako, sogea mtumishi wa Mungu hapa mbele. Inua tu mkono wako, mwingine ameshasogea hapa mbele. Kama uko pala kule nyuma, sogea tu mbele, sogea tu mbele, sogea tu mbele, sogea tu mbele. Sogea tu mbele, sogea tu mbele. Unajua kabisa moyo wako umefurugwa, umefurugwa. Umefurugwa hata uone unaanzia wapi, unaelekea wapi. Wewe unajua kabisa kabisa kila kitu kimegomba. Unafikiri kinaona kimegomba, unawaza unaona kumegomba. Huoni kinachoweza kufurahisha moyo wako. Unashika hiki akishikiki, unashika hiki akiendi. Natamani niombe na wewe jioni ya leo. Natamani niombe na wewe jioni ya leo. Natamani niombe na wewe jioni ya leo. Wewe sogea tu mbele. Mungu ni mwaminifu, yeye ndiye anayekujua. Yeye ndiye aliandaa semina. Watumishi wakasikia msukumo wa semina, lakini aliuona moyo wako. Anatamani ukange moyo wako. Umebeba mizigo, umebeba mizigo, umebeba mizigo. Unashindwa hata ukitaka kuomba, machungu yanatangulia mbele. Majeraha yanatangulia mbele. Yametafuna mpaka ndoto zako. Yametafuna mpaka presha yako. Ulikuwa hodari, ulikuwa unafanya kazi vizuri, lakini saizi kila ukiamka mwili umechoka. Ujisikia hata kufanya kazi, ujisikia hata kwenda kwenye biashara, ni kama wanakulazimisha. Umechoka ofisini kwako, hata kwenda ofisini unajiburuza tu, unajilazimisha, lakini hata kazini kwenda huna taabu ya kwenda ofisini kwako. Umechoka, umelemewa. Liko